Karibu mtazamaji katika kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo, kipindi kinacholetwa kwenu na ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira. Leo hii tuko katika halmashauri ya wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya, moja ya halmashauri zinazotekeleza mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai katika halmashauri 7 zinazotekeleza mradi huo hapa nchini. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Henry Mabumo. Karibu. Asilimia kubwa ya wakazi wa kijiji cha Matebete katika halmashauri ya wilaya ya Mbalali ni jamii ya Kimasai wanaojishughulisha na masuala ya ufugaji. Wanawake wa jamii hii kwa miaka kadhaa wamekuwa wakifanya kazi ya upokeaji na uchakataji maziwa kienyeji katika jengo hili dogo walilojenga kama kikundi kinachojulikana kwa jina la Nopadeo Women Group. Serikali ya awamu ya 6 chini ya ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira katika utekelezaji wa mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai, baada ya kuona juhudi za kikundi hiki cha wanawake jamii ya wafugaji, imeamua kuwajengea jengo la kisasa la kuchakata na kuuza maziwa. Hatua hii imeboresha utendaji kazi wa kikundi hiki cha Nopadeo Women Group na kuimarisha uzalishaji kwa kuwawezesha kuuza maziwa bora pamoja na mtindi katika maeneo mbalimbali. Wanakikundi hawa wanasema sababu ya kuamua kuanzisha kikundi hiki ni kukabiliana na majukumu kama kina mama majumbani, ndio wazo la kutumia fursa ya maziwa yanayotokana na mifugo yao likawajia. Tumeamua kuanzisha kikundi hiki baada ya kuona majukumu mengi yanatukabili sisi akina mama. Baada ya kuona maziwa tuna uhuru wa kuyauza kwa sababu maziwa tunakamua wenyewe. Lakini baadaye tulikuwa tunakusanya tunauza maziwa freshi. Lakini baadaye tukaona kwamba kumbe ni vizuri tukiungana yale maziwa sio kuleta mtu moja moja, tukawa tunaleta wote kwa pamoja. Tulikuwa wanawake 12. Tulivyoanza kukubaliana tukaanza kuchangishana 2,200, tukaweka kwenye sanduku, na sanduku yule anatunza mama mwingine funguo, tunagawana baadhi ya wanakikundi. Na siku ambayo mtu mmoja anakuwa na shida tunakuja kufungua, alafu tunamsaidia. Na kikundi chetu tumeanzisha kwa sababu sisi akina mama ndio walezi wakuu katika ngazi ya familia. Na kikundi chetu tulipoanza kukusanya yale maziwa, tukaona kwamba maziwa kumbe ina watu ambao wanapenda. Kumbe inakuwa na soko. Baada ya kuona kwamba wanaweza kununua, sisi tukaungana na tukaanza kusindika maziwa yetu. Maziwa hayo tulipoanza kusindika tulikuwa tunachemsha chini ya mti ule pale, na baada ya kuanza kusindika, baadaye tukaona kumbe yanaweza kutupeleka sehemu nzuri. Wakina mama tukaongezeka tukawa 14. Licha ya kufanya kazi kienyeji pasipokuwa na wataalamu, lakini wakaanza kuona mafanikio kutokana na bidhaa ya maziwa kuwa na soko kubwa, na wakaamini kwamba inaweza kuwapeleka katika maisha mengine mazuri zaidi. Sasa ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira imekiona kikundi hiki na kuamua kuwaunga mkono kwa kuwajengea jengo hili la kisasa ili kuwawezesha kufikia ndoto zao za kukua kiuchumi. Kwa kweli sisi kama akina mama kwanza tumefurahi baada ya mradi huu wa mazingira kutuona. Baada ya kutuona kupitia halmashauri yetu ya Mbalali, waliona wakasema kuna kikundi chetu ambacho ni cha kina mama kiko pale Matebete. Walipokuja kutukuta kwenye mazingira ambayo tupo, kwa kweli akina mama tumefurahi kwa sababu hatua ambayo sasa tulipoanza kwenye mti, na baadaye ile faida ambayo tulikuwa tumepata tumejenga kituo kidogo ambacho ni kile pale. Lakini baadaye sasa walipotukuta kupitia mradi huu ambao unasimamiwa na Dr. Mapunda, kwa kweli wamekuja kutusaidia na wametusapoti kwa sehemu kubwa. Sasa wanakikundi hiki wana mtazamo mkubwa baada ya ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira kuwaona kina mama hao na kuamua kuwawezesha kupitia mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai.
Mtazamo wetu ni mkubwa sana kwamba serikali ilivyotuona na wametuleta sehemu nyingine sasa, kwa sababu tulikuwa hatuna vyombo vya kubebea wala kuhifadhia, lakini kwa sasa kupitia mradi huu wa urejeshaji mazingira tumepata vyombo ambaye ni matengi, lakini pia tumepata freezer ambayo maziwa yalikuwa yanaharibika kipindi fulani, kipindi cha joto maziwa yanaharibika, lakini kwa sasa hatuna hasara ya kuharibikiwa na maziwa. Kwa hiyo mtazamo wetu sisi wakina mama tumefurahi sana na tunapenda sana kwamba serikali yetu kumbe inatuona. Mradi huu tayari tumeshabuni kwa sababu mifugo yetu ni mifugo ya kienyeji, na kipindi cha kiangazi mifugo yanahangaika na maziwa yanakuwa hafifu. Kwa hiyo mtazamo wetu ni kuwa na ng'ombe ambao wanatunzwa hapa na maziwa yatakuwa yanapatikana, na ile faida ambayo tutapata kwa kweli sisi watoto watakuwa na afya bora, lakini pia watakuwa na elimu kwa sababu hatutakuwa tunahangaika kwa ajili ya kwa maana ya karo ya shule. Jamii ya wafugaji wa Kimasai, majukumu ya mifugo na miradi mara nyingi inakuwa mikononi mwa wanaume, ambapo kazi za nyumbani ikiwemo masuala ya kutafuta kuni ubaki mikononi mwa wanawake. Lakini katika kijiji hiki cha Matebete, baada ya serikali kujenga shule ya msingi na sekondari na jamii kuondokana na ujinga, sasa imesaidia sana kuleta mabadiliko ya maendeleo, ambapo wanaume wamejua wajibu wa wanawake kujishughulisha ili kuongeza kipato katika familia. Kifupi tu ni kwamba baada ya elimu sisi tunakuwa na shule ya msingi, watu wamesoma sekondari mpaka vyuo na semina mbalimbali. Tuna kijiji chetu, viongozi, wenye viti wa vijiji, halmashauri ya wilaya. Baadaye tukagundua kwamba kuwa na kina mama, kuwa na kikundi sio dhambi. Kwa hiyo tukaruhusu, kwa kweli wanafanya kinachowezekana. Kwanza kujitambua. Alafu tunafikiri kwamba baada ya kiwanda hiki tutakuwa na mafanikio makubwa mbele. Kwa sababu mmenipa tu niseme kwanza hawa watu waliotupa mradi kwamba mradi umekwenda penyewe. Kama wana namna nyingine ya kuongeza tuko tayari. Hatuwezi kuangusha. Pamoja na wakina mama, lakini na sisi ndio tunawasukuma kweli kweli. Sisi ndio jeki. Sasa kina mama wamewezeshwa, nao wanakwenda kuwa na nguvu za kiuchumi kama wanaume kupitia kikundi hiki. Sasa jamii ya Kimasai, swala la mila nalo wanaliangaliaje katika hili? Sasa hivi kimila tunapunguza, kwa sababu elimu inapunguza kimila kwanza. Kwa sababu mwanamke au mama unamtambua tu kama mwenzako. Pamoja tumeingiliwa na mambo ya dini, lakini sisi kwenye jamii yetu bado tunafikiri kwamba watulie kidogo, wakishapata pesa atulie, sio kwamba zile pesa zimchanganye. Alafu uzuri sana, sisi maeneo yetu hakuna wenye kunywa pombe. Pombe imepungua kwa 90%. Kwa hiyo pia nayo inasaidia, na kanisa watu wameokoka pia nayo inasaidia. Kwa hiyo hakuna competition yoyote. Kweli tumetambua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali awamu ya 6. Hakuna namna, kwa kweli imetulea vizuri. Kwa sababu hii kitu haikuja kama mvua. Watu walikaa na kutuona sisi jamii ya kifugaji kupitia kina mama. Kwa hiyo tunasema kwamba Samia mitano tena. Tumepata mradi mingi. Hii sio hii tu. Kwenye kijiji cha Matebete tunaweza tukakorozesha mpaka asubuhi. Miradi ni mingi. Hii ni sehemu tu. Kwa sababu shule imeleta sahanati, na siku zinatibiwa kina mama wanajifungulia hapa. Wewe ukishaona tu Matebete imeng'aa kabisa kwa sababu ya Samia pamoja na wasaidizi wake. Mradi huu baada ya kukamilika huachwa katika mikono salama ya halmashauri ya wilaya ya Mbalali pamoja na uongozi wa kikundi cha Nopadeo ili kuhakikisha mchakato wa upatikanaji maziwa unakuwa endelevu na jamii ya kina mama ya wafugaji inaendelea kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kweli tangia mradi huu ambapo ulipozinduliwa mwaka 2021 tumekuwa sasa tukishirikiana na hawa wana Nopadeo na wananchi wa Mbalali kuhakikisha kwamba huu mradi unatekelezwa ipasavyo. Kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba wanasaidiwa vile vifaa ambavyo ni muhimu katika shughuli hii nzima ya kuhakikisha kwamba maziwa yao wanayakusanya vizuri, lakini pia yanakuwa na ule ubora ambao unaotakiwa, kwa kuhakikisha kwamba vifaa vile vinavyodhibiti ubora lactometer kwamba wanapewa ili waweze kuhakikisha kwamba yale maziwa ambayo wanakusanya basi wanayapima yanakuwa na ubora unaotakiwa, ili na huko yanapoenda kwenye soko yaweze kufanya vizuri zaidi na waweze kujiongezea
kipato ambacho ndo lengo la msingi, kwamba wapate hiki kipato mbadala badala ya kwenda sasa kufanya zile shughuli ambazo wangeenda kufanya kwenye vyanzo vya maji kama mwanzo walivyokuwa nafanya, walime ili wajiongezee kipato. Basi kaja mradi huu mbadala sasa kwamba wafanye shughuli za kuuza maziwa, wajiongezee kipato chao na waweze kujikimu, na wanaweza kujikimu katika shughuli zile za kuhakikisha kwamba kama ni watoto wanasomesha watoto, lakini pia kuhakikisha kama ni shughuli za matibabu basi wanapata kwamba hiyo pesa inawasaidia katika shughuli mbalimbali ili wasiendelee kuharibu yale mazingira katika vyanzo vya maji, na pia katika swala zima labda kukusanya yale kuni ambazo walikuwa wanategemea kama mwanzo wangeuza ili wapate kipato. Sasa wana shughuli ambayo tunasi tumehakikisha kwamba tunasimamia vizuri ili tuwawezeshe vifaa vyote, lakini sio vifaa tu, na pia jengo ambalo naloliona hapa lenye ubora ili wasaidie waendelee kutengeneza kipato ambacho ni endelevu kisichoharibu mazingira. Mara nyingi vikundi kama hivi uporomoka na kuingia katika migogoro kutokana na kukosa elimu juu ya utunzaji wa fedha kama kikundi na kuishia katika madeni toka kwenye taasisi za mikopo. Jambo hilo ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbalali wameliona na kuamua kuanza nalo mapema ili kukiwezesha kikundi hiki kusonga mbele. Ni kweli mara baada ya kuundwa kikundi hiki na kujisajili, kuna elimu ambayo imeshatolewa ya kuhakikisha kwamba wanapitishwa namna ya kufanya hii biashara. Kwanza wajue masoko liko wapi, na pia hata soko hasa kile ambacho wakisha kuuza wahakikisha kwamba kuna mhasibu ambaye wanaye na wanarekodi vizuri kuhakikisha kwamba yale mauzo yote na kile wanachokipata basi wanakiweka benki vizuri. Kwa hiyo elimu imetolewa. Kwanza ilianza kutolewa na wataalamu ambao wapo katika ngazi ya halmashauri, lakini pia tuwaita hata watu wa TBS nao walikuja hapa kwa ajili ya kutoa hiyo elimu inayohusiana na biashara hii ya maziwa, ili kuhakikisha kwamba pia hata maziwa yanakuwa na viwango na kwamba wanakuwa na nembo ile ya TBS. Hizo hatua zote zimeshafanyika, na pia yupo mtaalamu ambaye ameajiriwa kwenye ngazi hii ya mradi kuhakikisha kwamba kuviwezesha hivi vikundi kupata hiyo elimu, na hiyo elimu imetolewa, wana kikundi wanayo. Tunaamini kwamba hii itawasaidia kuhakikisha kwamba hii shughuli ya uchakataji wa maziwa inakuwa ni endelevu. Moja ya hatua muhimu iliyofanywa na serikali katika kuwatafutia masoko ni kuhakikishia inawatafutia fursa za kutangaza biashara zao katika maonyesho makubwa yakiwemo ya wakulima ya 8-8. Swala la masoko ni la muhimu sana, na halmashauri kutambua hilo ilianza kwanza kwa hatua ya kwamba wakati ule wa 8-8 ni kuhakikisha kwamba vikundi ambavyo vinafanya vizuri kama hiki inapelekwa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba ile bidhaa yao kule inatambulika na wanauza, wanafahamu kwamba wana Matebete, wana Nopadeo, wana bidhaa muhimu ambayo ni haya maziwa ambayo yapo katika ubora mzuri. Na kwa kudhibitisha hilo, pamoja kwamba 8-8 ambayo imekuwa inafanyika kikanda Mbeya, lakini pia walipelekwa hata ngazi ya kitaifa, kwa 8-8 kitaifa Dodoma mwaka jana wameshiriki, lakini lengo hili zima ni kuhakikisha kwamba hawa wana kikundi wetu wanakuwa wanaelewa wapi waweze kuuza maziwa yao na wajitanue zaidi, badala ya kutegemea kweli soko ambalo kwa wanategemea tu hapa, lakini kwa sasa wanapata masoko kupitia kwa njia hizo ambazo tunahakikisha kwamba tunawapeleka katika maonesho kama ya 8-8 ambayo yamekuwa yakifanyika, ili waweze kuuza bidhaa zao, na wamekuwa wakishiriki vizuri, na tunaendelea kuwatafutia fursa mbalimbali, na kwa sababu tunao pia wataalamu wa soko tunaenda kuwashirikisha kuhakikisha kwamba bidhaa yao hii inakuwa inatambulika zaidi, ili kuwezesha kupata fursa ya maziwa bora na bidhaa mbalimbali zenye ubora zitokanazo na maziwa. Inapaswa kuwa na mifugo yenye ubora isiyo na magonjwa. Serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira katika kukiwezesha kikundi hiki cha kina mama wa kijiji cha Matebete imetekeleza mradi wa ujenzi wa josho la kuogesha mifugo, banio kwa ajili ya matibabu ya mifugo, pamoja na uchimbaji wa kisima ili kupata maji ya uhakika hasa katika nyakati za ukame.
Miradi hii awali ilionekana kama ndoto kuweza kufanyika katika kijiji hiki, lakini sasa imekuwa na msaada mkubwa na kukifanya kijiji cha Matebete kuwa eneo lenye miundombinu rafiki kwa jamii ya wafugaji. Kama mwenyekiti wa kijiji nimefurahishwa sana na miradi hii ambayo serikali ya awamu ya 6 imetuletea kama wafugaji. Na mimi nimekuwa ni mwenyekiti wa kwanza kushuhudia miradi mikubwa ya kimkakati kwenye kijiji changu. Ninachoangalia kwa miaka ya baadaye, kijiji hiki cha Matebete kitakuwa cha mfano Tanzania nzima kwa sababu ya miradi hii ambayo tumeletewa, mradi wa josho, mradi kiwanda cha maziwa, kuna banio, kuna birika la kunyweshea mifugo, na mpaka sasa hivi tumeweza kuosha ng'ombe 6,000 ndani ya mwezi mmoja. Kiukweli ni jambo la kumshukuru Samia Suluhu Hassan. Ni mwitikio mkubwa sana kwa maana ya wafugaji wameshashirikishwa namna ya kuosha mifugo yao, namna ya kutibu, namna ya kunywesha. Kiukweli mwitikio ni mkubwa sana kwenye kijiji changu. Sijaona kama hamna mwitikio. Mwitikio ni mkubwa sana. Cha kwanza tungeongezewa josho. Josho haitoshi kwa idadi ya mifugo tulionayo. Lakini pili tuongezewe baadhi ya mabirika ya kunyweshea mifugo. Tumepewa sasa hivi 2 lakini haitoshi. Tungeongezewa hata 3 4 kwa ajili ya idadi ya mifugo ambayo tunayo ili kizi mahitaji ya mifugo. Tuna ng'ombe 6,970 kwa sensa ya mwaka jana tu. Jambo la kwanza tu ni kushukuru kwa sababu ni kijiji cha pekee ndani ya wilaya ya Mbarali iliyopata miradi zaidi ya 4 kwa wakati mmoja. Na mimi nishukuru sana awamu hii ya 6 na ofisi ya makamu wa rais, hasa kitengo cha mazingira, kwa kutuona sisi Matebete kwamba ni sehemu ya mfano na sisi kiukweli tunatunza mazingira. Wafugaji wa kijiji cha Matebete wanasema huduma hizo hazijawahi kupatikana kijijini hapo kwa mifugo yao kwa miaka mingi. Walikuwa wakishuhudia huduma hizo zikipatikana maeneo ya mijini pekee, ikiwemo katika mji wa Lujewa. Kwa mradi huu uliotokana na ofisi ya makamu wa rais, kwamba mradi umekuja ukakuta wafugaji wanahitaji. Sasa matumizi tumetumia kwa kuitikia sana, kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho tulikuwa tunaisubiri kwa muda mrefu. Tunatarajia kuwa na mifugo bora ambaye hawatapatikana na magonjwa mara kwa mara, hasa magonjwa ya maambukizo ya kupe. Na kupe huwa wanaharibu sana chuchu, lakini pia kuleta ule ugonjwa wa kizunguzungu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutakuwa na ng'ombe bora, lakini pia hata usalishaji. Kama makadirio tulikuwa na ng'ombe kama 6,000 na zaidi, lakini ndani ya miaka 2 mitatu tutajua kabisa, kwa sababu watakuwa ni ng'ombe wenye tija, watazaliana bila kuwa na changamoto, kwa sababu imezuia na magonjwa mengine, hata yale magonjwa ya kwato na kadhalika. Kweli ni mabadiliko makubwa, kwa sababu hatujawahi kuona toka enzi ya utawala zote zilizopita wa rais. Tunamwona mama yetu leo ametuona mpaka wafugaji kule ndani kule porini, tunashukuru sana. Tunatarajia kwamba wafugaji wamepata mabadiliko na watakuwa na ng'ombe bora, na hapa tuko kwenye raji. Kwa hiyo tuko harakati ya upandaji wa nyasi katika maeneo haya, tuna mashamba ya mifugo. Kwa hiyo tutapata ng'ombe bora, hata kuuza tunaweza tukapata hela nzuri, tunaweza tukapata maziwa nzuri ambayo hayana magonjwa ya mifugo. Miradi hii inatajwa kuwa ni sehemu ya miradi inayotekelezwa chini ya mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai inayofanywa na ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, ambapo sasa kupitia mradi wa ukusanyaji na uchakataji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, wananchi jamii ya wafugaji wanajipatia vipato na kujikwamua kiuchumi na kuondokana na shughuli zisizo rafiki kwa mazingira. Kina mama hawa walikuwa wanafanya shughuli ya ukusanyaji na uchakataji wa maziwa kwa kiwango cha chini sana. Walikuwa wanafanyia pale kwenye chini ya mti, lakini baadaye wakajiongeza kidogo, wakawa wanafanya kwenye hichi kijengo kidogo ambacho kipo hapa mbele yetu. Sasa mradi ulipofika ukaona ni bora tuboreshe mazingira yao na tuboreshe biashara yao ili iweze kufika mbali zaidi na eneo hili. Kwa hiyo kwa kuanzia mradi umewasupport hichi kikundi zikiwa ni jitihada hizo za urejeshaji wa mazingira
Tumewanunulia vifaa kwanza, kwa kuanzia kuna vifaa vya kukusanyia maziwa, tumewanunulia vifaa vya kuhifadhia maziwa, lakini pia vya kupozea kwa maana ya mafriji. Lakini baadaye tukaja na mradi huu mkubwa wa ujenzi wa kituo cha kukusanya na kuyachakata maziwa kuwa bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo ni moja ya jitihada za mradi huu kwa maana ya kuwawezesha wanajamii kuwa na shughuli mbadala za kiuchumi. Na kwa kufanya hivyo itatusaidia sana kwa maana ya hizo shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika sio endelevu kwa mazingira. Hawa wananchi ambao walikuwa wanavuna maziwa lakini hawana pa kupeleka, angalau sasa watakuwa na kiwanda cha kuchakata maziwa, wana soko kwa maana ya soko la kuchakata maziwa. Kwa hiyo hichi kituo tumeshakikamilisha mwaka huu na tunaenda kufunga mashine huku ndani ya kuchakata hayo maziwa, wasifanye tena wasichemshe kienyeji. Watakuwa na product mbalimbali, na sasa hivi wameshaanza kutoa mtindi na maziwa yenyewe, lakini pia tunataka watoe product zaidi ya mtindi na maziwa. Mradi huu unafanyika katika halmashauri 7 za Tanzania bara, na kinachofanyika hapo si mkopo kwa vikundi vya jamii ya wafugaji. Hivyo hakuna kikundi cha wanakijiji wowote atakayewajibika kurejesha fedha, kwa kuwa nia ya serikali ni kutaka wanakijiji hao kuwa mabalozi wa mazingira. Mradi unatoa sapoti kwa jamii nzima wa Tanzania, hasa katika hizi halmashauri 7 ambazo mradi unatekeleza. Na kilichofanyika hapa si mkopo, hawatawajibika kurejesha. Nia yetu ni kwamba tunataka wawe champions au mabalozi wa kuhifadhi mazingira. Pamoja na mradi huu, kama tunavyoelewa hili eneo ni eneo la wafugaji, kwa hiyo tumeweka miundombinu ya kunyweshea mifugo, ya kuogeshea mifugo na huduma zingine. Yote haya tulifanya kwa sababu ni kijiji cha kwanza ambacho baada kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi, walitenga eneo kwa ajili ya malisho ambao wanaita ranch, na huko ndiko tumeweka hiyo miundombinu ya mifugo. Lakini pia tumewajengea kisima kirefu chenye urefu kama mita 150 ambao kuwa na uhakika wa maji. Kwa hiyo component zote hizi ni kimsingi tunaziweka kwa sababu tunataka hawa wafugaji na hawa kina mama wasifanye zile shughuli haribifu ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa sana uharibifu wa mazingira. Na bahati nzuri tutakapokuwa tunaenda kwenye ranch ambayo tume support kwa maana ya kuianzisha, utaona mazingira yako vizuri sana. Na niseme kwamba ni kijiji cha mfano, na nitoe wito kwa Watanzania wengi kuja kujifunza kwenye kijiji hiki namna ambavyo wanaweza wakatenga eneo kwa ajili ya malisho na wakalisimamia, wasiende maeneo mbali zaidi. Na utengaji wa lile eneo ulizingatia pia mahitaji ya mifugo walionayo. Baada ya kufungwa kwa mitambo ya kisasa kutoka kwa mzabuni katika jengo hili, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira wanatarajia kutoa mafunzo kwa wanakikundi hao. Kwenye zabuni hiyo ndio kunakuwa na component ya kutoa mafunzo ya namna kuendesha hichi kiwanda. Kwa hiyo mafunzo yatatolewa na mzabuni ambaye tutampata atakuja kufunga hapa, kwa sababu tukimpata tukinunua, manake lazima aitoe huko, kama ni Dar es Salaam, kama ni Dodoma, kama ni Mbeya, aje aifunge mwenyewe. Lakini pia atakaa na hawa wanakikundi kwa maana ya kuwapa mafunzo namna ya kuiendesha, lakini pia kama kutatakiwa ukarabati mdogo. Kabla hata wajamii kwenye hili jengo tayari wako kwenye mfumo rasmi. Tayari wana barcode, tayari wana vifungashio, na wameshatengeneza utaratibu mzima wa namna ya kuendesha kikundi. Wana uongozi kwa maana ya mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Lakini pia chini ya usimamizi wa halmashauri tunaamini kabisa kwamba watafanya kazi kwa kuzingatia hiyo miongozo ambayo imetolewa kama kikundi ambacho ni kikundi ambacho kimesajiliwa rasmi. Na vile vile kwa maana ya kuhakikisha kwamba shughuli hii inakuwa endelevu, wana account yao ambayo pesa ambazo wanakusanya kutokana na shughuli hii wanayoifanya hapa iko, na kuna signatory
lakini pia wako viongozi wazee hapa wanafanya nao kazi kwa karibu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba utaratibu ambao umeanzishwa na kikundi tangu awali mpaka sasa wataendelea nao na wataendelea kuwa wamoja, tunaamini hivyo, na mradi huu hatimaye uwe wa manufaa makubwa. Tunaamini hapa tukishafunga mitambo, tunaamini kwamba wananchi walio wengi ambao ni wafugaji watakuwa na maziwa wanaleta hapa, itawaletea tija zaidi, lakini pia kutengeneza soko kwa ajili ya wananchi ambao ni wafugaji. Mtazamaji, na kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kumbuka leo hii tulikuwa katika kijiji cha Matebete, halmashauri ya wilaya ya Mbalali, mkoani Mbeya, tukiangazia mradi wa urejeshaji endelevu mazingira na hifadhi ya bayoanuai. Ulikuwa nami mwandaaji na mtangazaji wa kipindi hiki Henry Mabumo, na kwa upande wa mpiga picha tulikuwa naye Furaha Eriabu. Mwariri wa picha ni Noeli Lema. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, tunasema asanteni na kwaherini nyote hadi juma lijalo. Mungu alipotu